Ni klipu ambayo nimewaitoa wakati fulani kwamba kubali hasara zote, lakini usikubali hasara ya wewe kutokumuona Mungu kwa maisha yako ukiwa duniani. Yaani ni kitu ambacho nakuwa nakifikiri mara kadhaa na najiulizaga sana kwamba hivi kwa nini nilizaliwa? Kwa sababu unaona maisha ya mwanadamu, mfumo mzima alionao, kwamba kama hataonekana katika ramani, katika njia ya Mungu, kuishi kwake kutakuwa ni hasara sana. Kuishi kwake, yaani mwanadamu yeyote alimadamu hata muona Mungu kwa maisha yake ya anayeweza kaishi atapokuwa duniani, lakini kubwa kuliko ni maisha yale ya milele, ambayo maisha yale ya milele yatategemea sana na mwanadamu anaishi maisha gani, aliishije alipokuwa duniani ama alipokuwa duniani. Mtu wa Mungu, ni kitu ambacho mimi nakiwazaga sana. Kubali hasara zote. Usikubali hasara za wewe kutokumuona Mungu utakapokuwa duniani na pale ambapo utakapokufa. Usikubali yani hasara zote. Usikubali kuingia hasara hiyo. Poteza vyote. Usikubali kupoteza yani nafasi yako ya kutokumuona Mungu utakapokuwa duniani, lakini pia maisha yale ambayo ya milele, ambayo yale yatategemea sana uliishije duniani. Kama ulikuwa na matendo mabaya, uliishi vibaya, basi hata kule unakoenda kutakuwa kubaya. Lakini kama uliishi maisha mema, maisha kumcha Mungu, ulimwelekea Mungu kwenye hali zozote zile, basi na kula ambako utaenda kutakuwa kuzuri. Kitabu cha Ufunuo nadhani mlango si wa 14 mstari wa 13 anasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, maana matendo yao yafuatana nao, yatakuwa mbele yao, yatakuwa nyuma yao. Heri wafao. Hakuna umana wako wa kuishi duniani kama hautaishi maisha ambayo ya uweri ya maisha yajayo. Wanadamu